Jinsi ya kuunda mabadiliko ya kudumu. Watu wengi hutamani kubadilisha maisha yao. Wengine huamua kuacha tabia mbaya. Wengine huanza maisha bora au kufanikisha ndoto fulani. Lakini changamoto kubwa ni kwamba mabadiliko hayo mara nyingi hudumu kwa muda mfupi tu. Mara nyingi tunaanza kwa nguvu, msukumo na mihemko. Lakini baada ya siku chache au wiki chache tunarudi kwenye mazoea yale yale ya zamani. Kuna mambo kadhaa ambayo ukiweza kuyafanya yanaweza kukusaidia kuleta mabadiliko ya kudumu. Jambo la kwanza, pandisha viwango vyako. Andika mambo yote ambayo utakubali tena maishani mwako. Mambo usiyoyavumilia tena na mambo yote unayoyatamani kuyafikia. Tafiti zinaonyesha kuandika kunaboresha kumbukumbu. Katika Generation Effect, tafiti zinaonyesha kwamba kuandika taarifa kwa mkono kunasaidia ubongo kushughulikia taarifa kwa kina zaidi kuliko kusoma tu. Na hii inafanya ubongo wako kukumbuka taarifa kwa urahisi. Jambo la pili, badilisha imani zinazokuzuia. Imani zetu ni kama amri zisizohojiwa, zinazoamua nini kinawezekana na nini hakiwezekani, nini tunaweza na nini hatuwezi. Zinaunda kila tendo, kila wazo na kila hisia tunazopitia. Mfano halisi ni athari ya placebo. Kwa muda mrefu sasa watu wamekuwa wakipewa vidonge ambavyo havina dawa yoyote ya kweli ndani yake. Lakini kwa sababu waliamini kwamba vidonge hivyo vitawasaidia, walihisi mabadiliko mwilini mwao na wengine hata wakapona baadhi ya dalili. Hii inaonyesha kwamba kile tunachoamini kinaweza kuwa na nguvu kubwa kuliko kile kilicho halisi. Bila kuchukua udhibiti wa mfumo wako wa imani, unaweza kuongeza viwango vyako lakini hutapata uhakika wa kuvitekeleza. Jambo la tatu, badilisha mikakati yako. Ili kudumu na ahadi zako, unahitaji mkakati sahihi na kufanikisha matokeo. Mfano, kwa mwanafunzi aliyekuwa shuleni, anaweza kuwa na mkakati wa kufaulu. Mfano, ili niweze kufaulu, lazima nisolve maswali 100 ya mathematics kila siku. Lakini pia mwalimu anapotoka tu darasani, niyapitie yale yote aliyofundisha wakati huo ama siku hiyo hiyo. Lakini pia ili niweze kufaulu, lazima niwe na notes zote za masomo yote. Huu unaweza kuwa mkakati mzuri kwa mwanafunzi ambaye anasoma shuleni. Lakini pia mkakati unaweza usifanikiwe kwa mara ya kwanza. Inaruhusiwa kubadilisha mkakati mwingine. Lakini jambo la muhimu ni kuwa na ramani inayokuongoza katika maisha yako. Jambo la 4 ni kuchukua hatua. Njia yenye nguvu zaidi ya kuunda maisha yetu ni kuchukua hatua. Mabadiliko hutokea pale tu tunapochukua hatua, sio tunapowaza au kupanga peke yake. Si kile tunachofanya mara moja kwa muda mrefu ndicho kinachoamua maisha yetu, bali kile tunachofanya kwa uthabiti kila siku. Let's meet on your way to be.